Israeli yaendelea kufanya jinai Gaza licha ya kufikiwa makubaliano ya kusitisha vita. Duru mbalimbali za kieneo zimeripoti mapema Alhamisi kwamba utawala wa Israeli umeendelea kufanya mashambulizi makali kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Gaza licha ya kufikiwa makubaliano ya kusimamisha vita. Shirika la habari la Fars limeripoti kuwa licha ya kutangazwa makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza kati ya utawala wa Kizayuni na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, lakini Israeli inaendelea kufanya mashambulizi makali kwenye ukanda huo uliozingirwa kila upande. Mwandishi wa televisheni ya Al Jazeera ameripoti kuwa mizinga ya jeshi la kigaidi la Israeli inaendelea kushambulia maeneo mbalimbali ya Gaza. Hayo yamekuja huku muda mfupi tu nyuma Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amedai kufikiwa makubaliano ya kusimamisha vita Gaza. Hata wizara ya mambo ya nje ya Qatar na Hamas nazo zilikuwa zimetangaza kutia saini makubaliano ya kusitisha vita kwenye ukanda huo. Katika taarifa yake ya mapema Alhamisi, Hamas sambamba na kuthibitisha kutia saini makubaliano ya kusimamisha vita, imesema kwamba makubaliano hayo yatamaliza vita dhidi ya Gaza, wavamizi watatimuliwa na kutakuwa pia na kubadilishana mateka. Sehemu moja ya taarifa ya Hamas imesema, tunatangaza rasmi kufikiwa makubaliano ambayo yatawezesha kumalizika uvamizi wa Gaza na kubadilishana mateka kufuatia mazungumzo yenye uwajibikaji na mazito kati yetu na makundi ya mukawama ya Palestina kuhusu pendekezo la Trump huko Sharm el-Sheikh na kumaliza vita vikali dhidi ya watu wa Palestina na kuondoa wavamizi kwenye ukanda wa Gaza. Vile msemaji wa mahakama ya kimataifa jinai Fadil El Abdallah ameambia channel ya Al Jazeera kwamba nchi wanachama wa mkataba wa Roma zina wajibu wa kisheria kushirikiana na mahakama hiyo katika kutekeleza waranti wa kukamatwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa vita wa utawala huo Yoav Gallant. Tunahitaji kuona ushirikiano mpana kutoka kwa nchi wanachama katika kutekeleza amri hizi za kukamatwa wawili hao, El Abdallah amesema, akitoa wito wa kuongezeka kwa dhamira ya kimataifa ya kutekelezwa haki. ICC ilitoa hati za kukamatwa Netanyahu na Gallant mnamo Novemba 21, 2004 kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Aidha, wawili hao wanaandamwa na mashtaka ya kusababisha, kurefusha au kushajiisha vita vya mauaji halaiki vilivyoanza Oktoba 2023 huko Gaza, ambavyo hadi sasa vimeua zaidi ya Palestina 67,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya ICC, mashtaka dhidi yao yanatokana na vitendo vilivyofanywa kati ya Oktoba 8, 2023 na Mei 20, 2024. Mahakama hiyo imesema kuna ushahidi wenye mashiko wa kuaminika kwamba Netanyahu na Gallant waliozuia kwa maksudi wakazi wa Gaza kufikiwa na rasilimali muhimu kwa ajili ya kuishi. Majaji wa mahakama ya kimataifa jinai waliamua hivi karibuni kwamba hati zilizotolewa na korti hiyo ya mjini The Hague za kukamatwa Netanyahu na Gallant zingali na itibari, huku wakikaidi mashinikizo makubwa ya Israeli na Marekani ya kufutilia mbali waranti hizo. Wakati hayo yakiendelea, mwanaharakati wa masuala ya hali ya hewa wa Uswidi Greta Thunberg ameeleza kuwa yeye na wanaharakati wengine wa msafara wa Smooth au Global Smooth Flotilla uliokuwa ukielekea Gaza waliteswa na kunyanyaswa walipokuwa wakishikiliwa katika magereza ya Israeli baada ya jeshi la wanamaji la utawala huo kuwatia nguvuni katika maji ya kimataifa. Akizungumza katika mkutano na vyombo vya habari mjini Stockholm, Sweden, Thunberg amesema kuwa yeye na wanaharakati wengine kadhaa walitekwa nyara na kuteswa na jeshi la Israeli. Hata hivyo hakutoa maelezo zaidi. Aliposhinikizwa na waandishi wa habari, Greta Thunberg alisema watu wanaoshikiliwa katika magereza ya Israeli wananyimwa maji safi na huduma muhimu za tiba. Mwanaharakati huyo raia wa Sweden ametilia mkazo kuhusu masaibu na mateso wanayopitia kila siku raia wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza ulio chini ya mzingiro wa Israeli. Thunberg alikuwa sehemu ya msafara wa kimataifa wa Smooth, kundi la meli za kimataifa zilizokuwa zikisafiri kuelekea Gaza ili kuwasilisha misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza na kuweka wazi mateso wanayopitia wakazi wa eneo hilo ambao wameathiriwa na njaa ya maksudi iliyosababishwa na utawala wa Kizayuni. Kuanza vita vya Gaza baada ya operation ya kimbunga cha Al-Aqsa mnamo Oktoba 7, 2023 ulikuwa mwanzo wa mabadiliko katika sera za ndani na za kigeni za Misri. Kufuatia operation hiyo, Misri ilikabiliwa ghafla na hali ambayo iliweka kwenye mashinikizo makubwa ya ndani na nje na kutishia kuathiri vibaya nafasi yake ya kikanda na kihistoria, hali ambayo si tu ilihitaji majibu ya haraka kiusalama na kidiplomasia, bali pia ililazimu kubuniwa mkakati wa muda mrefu
kwa ajili ya kudumisha nafasi ya jadi ya Misri katika kadhia nzima ya Palestina. Kuhusu vita vya Gaza, Misri imekabiliwa na changamoto nyingi kama vile mashinikizo ya kimataifa, masuala ya usalama wa ndani na kujitolea kwa ajili ya kadhia ya Palestina. Misimamo na hatua za Misri kuhusu vita vya Gaza zinaweza kuorodheshwa katika mihimili kadhaa muhimu mbalimbali, ikiwemo kudhibiti maoni ya umma na kusimamia migogoro ya kisiasa, wastani katika kushughulikia mahitaji kinzani ya kigeni, jukumu la pande mbili la Misri, ulindaji mpaka na upatanishi usio na matunda na mengineyo mengi. Vilevile televisheni ya Al Jazeera yenye makao yake mjini Doha, Qatar, imemnukuu afisa wa ngazi ya juu harakati ya Jihadul Islam ya Palestina na kuripoti kuwa wawakilishi wa makundi kadhaa ya Palestina wamejiunga na timu za mazungumzo huko Shama, Misri, hatua waliohitaja kuwa yenye lengo la kufanikisha matakwa ya wananchi wa Palestina. Chanzo cha habari katika safu ya uongozi ya harakati ya Jihadul Islam ya Palestina kimeiambia televisheni ya Al Jazeera kwamba jumbe za mazungumzo wakiwemo wawakilishi wa Jihadul Islam na harakati ya wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Palestina wamejiunga na timu za mazungumzo huko Shama al-Sheikh. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice, ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.